itakuwa sasa mnamkosoa Allah na mtume wake, kwa sababu hizi ibada zimeambiwa zifanywe katika viwanja vya wazi, kwa maana vikusanye Waislamu wengi wa mji. Yani ilipaswa sasa, kama sisi tunaenda sambamba na maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huu uwanja pia ungekuwa hautoshi. Lakini kuna watu mpaka leo kwa kufuata madhehebu wameng'ang'ana eti kuswali misikitini ni bora kuliko kwenye viwanja siku swala Eid. Maisha yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Eid alizoswali kaswali viwanjani au kiwanjani, pamoja na utukufu wa msikiti wake Masjid Nabawi, lakini aliuacha akaenda kuswali uwanjani miaka yake yote. Ndio wanachuoni katika juhudi zao wanasema endapo kutatokea hali ya hewa chafu, watu watarudi kwenye misikiti yao, yani kukiwa na mvua. Na hili alhamdulillah lilithibiti katika Idi iliyopita. Tulishindwa kuswali uwanjani kwa sababu hali ilichafuka mno, na watu kwa hamasa zao walikuja pamoja na mvua hiyo, lakini ikaonekana hatuwezi kupata utulivu ila tuswali kwenye misikiti. Bahati mbaya hatukuwa na tabia ya kujiandaa kuswali misikitini kwa dharura kama hizo. Kuna Waislamu wenzetu wengi walishindwa kuswali swala za Eid, wengine walikuwa hawajui ni misikiti gani inaswaliwa, au wengine wamekwenda wamechelewa, wamekuta tayari watu wamesha swali. Kuna haja pia ya Waislamu kutengeneza msikiti mkubwa kabisa ambao unaweza ukapokea watu wengi kutokea hali kama hii. Ukitokea hali kama hii, basi ni kuambizana, jamani, leo hali ya hewa ya kesho au leo, siku hizi kuna utabiri wa hali ya hewa ambao unakubalika kisheria, kwamba bwana, msimu huu wa masika, kwa hiyo tufanye juhudi tu tuweke ibada zetu katika msikiti fulani 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 fulani, iwe mikubwa. Ndio maana moja ya malengo ya taasisi hii pia hapa mjini kufanya msikiti mmoja ambao utakuwa mkubwa kuliko misikiti yote hapa mjini. Hili ndio jambo ambalo lipo katika akili zetu hivi sasa, kutafuta watu wa kheri wa kuweza kusaidia kujenga msikiti mmoja mkubwa zaidi ambao utakusanya watu wengi. Angalia madhehebu ya Kishafii zamani, ilikuwa wagumu sana kuruhusu katika mji kuswaliwa watu katika swala za Ijumaa katika msikiti zaidi ya mmoja. Fatwa zao ni kwamba ule msikiti uliokuwa mkubwa ndio ambao ugeuzwe ni swala ya Ijumaa. Wamekataa taaddudul jumuat, yani kuwa na Ijumaa nyingi sana. Sasa watu siku hizi wamepuuza. Mtaa mmoja unaweza ukawa na Ijumaa karibu 5-6. Kwa nini? Kwa sababu kila watu hivi sasa wamekuwa wanakhtilafiana na wenzao, si kwa mara nyingine, wala sio kwa misingi ya itikadi wala nini, chuki tu basi. Watu wanaweza kuwa wote ni wasoma maulidi, lakini hawataki kuswali msikiti ule. Kwa nini? Kwa sababu ule msikiti sio wa shekhe wao, sio mwelekeo wao. Kwa hiyo ikhtilafu kama hizi zinadumu kwa sababu watu bado wako ni wajinga katika dini yao. Kwa hiyo ndugu zangu, Allah, msimamo wetu utabaki pale pale, kwamba tunaona kwamba kuswali Idi viwanjani ni moja ya sunna ambayo imesahulika. Halafu pili, kwamba mwezi ukiandama popote Waislamu tunatakiwa tufunge na kufungua pamoja au tuswali Idi za pamoja. Tunasema kwamba mwezi wa kimataifa upo, unawezekana na unatekelezeka. Ushahidi wa kimatendo mwaka huu alhamdulillah. Kuna watu wapinzani wanasema nyinyi mnasema dunia nzima, mbona Brunei swala yao ya Idi itakuwa kesho? Mbona Afrika Kusini wamesema swala ya Idi ni kesho? Wanahesabu nchi labda 3 tu dunia nzima, unaona. Lakini nimeangalia kwenye ramani nchi ya Brunei
imezungukwa na nchi ya Malaysia ambayo wao Idi yao ni leo. Kwa mantiki hiyo ni kwamba wao pia walikuwa wafuate maslahi ya Malaysia, lakini kinachoharibu ni utaifa na umimi, kwamba kila watu na mwezi wao kwa mujibu wa mipaka hii iliyowekwa na wakoloni. Kwa hiyo Brunei wametangaza wataswali Idi kesho, wakati wamezungukwa nchi ya jirani ni Malaysia ambayo Idi ni leo. Kwa hiyo utakuta ni siasa zimeingia hapa, hapana dini. Na Malaysia nao wameona mwezi na 29 kama sisi, kama Saudia, kama nchi nyingine nyingi. Au mfano mwingine wanatoa Afrika Kusini. Afrika Kusini walio wengi katika Waislamu wa kule wa madhehebu ya Kihanafi, nao pia wanaonekana hivi sasa wana msimamo wa kitaifa. Lakini utashangaa ndani ya Afrika Kusini, angalia kazi za wakoloni, kuna kijinchi kimoja kinaitwa Lesotho, kiko ndani ya eneo la Afrika Kusini, ndani katikati, ni nchi inajitegemea. Wao kwao leo ni Idi. Iwe hii nchi kubwa ya Afrika Kusini eti Idi ni kesho. Si mambo ya kisiasa jamani haya. Kwa hiyo ukiziangalia zile nchi ambazo zimetangaza Idi kesho hazina hoja, kwa sababu zimezungukwa na nchi ambazo Idi ni leo kwa mwezi wa 29. Ndio nasema kadri linavyokwenda, alhamdulillah, huu utandawazi unaondoa hizi tata zilizopo. Watu wengi mwaka huu mnaona, yani kadri tukiswali pamoja watu wote Waislamu nchi hii, umma unazidi kuongezeka. Kwa nini? Kwa sababu kila anayekuja kuswali kiwanjani wallahi anajuta nafsi yake, kwa nini hajawahi kuswali kiwanjani miaka yote. Nyinyi wenyewe mnahisi raha kiasi gani kuswali katika kiwanja ambacho kimekusanya umma wa Kiislamu katika mji. Haya ni mambo ya nafsi. Jingine ndugu zangu, katika kuhitimisha, napenda kuchukua fursa hii kuwatangazieni kwamba taasisi kupitia baraza la kina mama imewaandalia ibada ya sherehe ya Idi. Tuna kiwanja chetu maalum kiko pembeni mwa shule ya sekondari ya Arafa ya wavulana. Kuna hiki kitu ambacho mnakiita fetiveti. Lengo na madhumuni kuwafurahisha watoto, akina mama wanaokwenda, lakini katika misingi ya dini yetu. Huwezi kukuta hivi sasa katika nchi hii kuwa watu wanakwenda kufanya masherehe wakawa wanachunga itikadi na misimamo ya kidini. Nadra sana, lakini alhamdulillah kwa kiasi kikubwa, na hasa tangu tumewapa mwaka jana Idi iliyopita kina mama kusimamia, wamekuwa wakali sana katika kuchunga maadili. Kwa hiyo Allah, ndugu zangu, kuanzia leo jioni, walivyoniambia mimi kwamba kuanzia leo jioni, kuanzia saa 9 mpaka saa 4 nafikiri 4:30, watakuwa na hiyo michezo mbalimbali inafanyika. Kuna mabebea ya watoto na vile vile kuna biashara zinafanyika hapo ndani, kuna vyakula. Yani mtu ukifika, kwa hakika watoto wanafurahi. Unaona, yataendelea haya mambo mpaka siku ya Jumapili. Jingine limezungumzwa na mwenyekiti wa kamati kwamba kutakuwa na shughuli kuanzia kesho. Yameshaelezwa kwamba kutakuwa na mbio za miguu, kuna mbio za baskeli, mashindano ya mbio, kutakuwa na mchezo wa mpira kwa maadili ya Kiislamu kama vile alivyotangaza mwenyekiti. Hatutaki kuweza kuyarudia haya. Mwisho nasema aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allahu minna wa